Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la Sud Kivu, katika mji na tarafa letu la Uvira. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Mtazamaji, yale ambayo tutakayozungumzia katika siku ya leo, tutazungumzia kabisa kupotea kwake Tiger One, akiwa ni mmoja wa viongozi wa M23 ambaye aliweza kupotea tangu Januari mpaka sasa kabisa. Habari zinaendelea kuzungumziwa kuwa Tiger One kwa sasa hayupo duniani, licha kuwa yupo mpaka sasa, bado kuzungumza na familia, bado kabisa kuona umuhimu wa kutaja kwamba Tiger One yupo katika waasi wa M23. Pia tutazungumzia kabisa kuhusu vizuizi ambavyo vinavyopatikana katika tarafa la Fizi, kutoka Baraka hadi huko maeneo ya Misisi. Haya na mengine ni kukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Taarifa yetu ya habari kila leo kupitia televisheni Muteba TV inakujia, ambapo tunapata nafasi ya kukusanya habari zenye kuwa za uhakika kabisa, zisizokuwa na kasoro kwa kila wakaaji, pia watazamaji wetu wote ambao wanaendelea kutufuatilia wakiwa sehemu mbalimbali katika mji na tarafa letu la Uvira. Baada tu ya majaribiano kadhaa kurejesha maeneo ya milima ya juu na ya kati katika Kivu Kusini, hiyo Jumapili ya tariki 5 mwaka 2026, waasi wa RDF M23 waliweza kusukumwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita kabisa ambavyo vilivyoripotiwa kwenye milima ambayo inayoinukia tarafa letu la Uvira. Ni wakati kabisa waasi hao wakiwa wanaendelea kuvamia vijiji kadhaa, licha kuwa kunakuwa na mazungumzo ambayo iliyofanyika, na pia kuna kuonekana vita ambavyo vinavyoendelea huko maeneo ya Fizi, ambapo kila leo wazalendo wanaendelea kushuhudia kuwa kuna kuwa na uvamizi mkubwa katika jimbo la Sud Kivu, maeneo mbalimbali, ambapo tunapoendelea kushuhudia vita ambavyo vinavyoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa AFC M23 ama M23 sasa wataanza kupelekwa kwa pamoja na askari wa kulinda amani MONUSCO ili kusimamia kutekelezwa kwa usitishaji mapigano. Hatua hii ni sehemu ya makubaliano mapya yaliyotiwa saini nchini Uswisi kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa M23, ambapo kwa sasa wanaidhibiti maeneo makubwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maeneo ya kimkakati na ya kioperesheni yatahusika ufuatiliaji huu, hasa yale ambayo mara nyingi yameripotiwa kukeuka usitishaji mapigano kama vile Uvira, Minembwe na maeneo mengine yanayotajwa mara kwa mara na waasi wa M23, jambo ambalo likiwa linasubiriwa kuleta amani na kumaliza mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusubiri tuone, je, saini hiyo italeta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzungumzie kabisa kupotea kwake kiongozi wa wanajeshi kutoka kundi la M23. Habari hizi ambazo tuliweza kuzipata tukawa tumezitangaza hapa kabisa kwenye televisheni yetu Muteba TV. Tuliweza kuzungumza kuwa kupotea kwake kamanda wa kijeshi kutoka kundi la M23 Tiger One, kwa jina maarufu Bernard Maheshe Byamungu. Huyu kwa wale ambao hawamfahamu ni mdogo yake wa Senateur Bahati Lukwebo Modeste, ambaye alifanya kazi zake hapa mjini Uvira na baadaye akajiunga na M23. Kupotea kwake kuliweza kutambulika tariki 14 Januari mwaka 2026 mpaka sasa, ambaye kamanda huyo hajaonekana na hajajulikana nafasi ambapo alipopelekwa. Habari ambazo kwa sasa tunazo zikiwa za ndani kabisa zinathibitisha kuwa Maheshe aliweza kufariki pale maeneo ya Bunagana
wakati alikuwa katika mapambano yanayoendeshwa na waasi wa M23 pamoja na jeshi la taifa na wazalendo. Huyu aliweza kufariki baada ya kutandikwa risasi, ikawa siri kubwa ambayo iliweza kufichwa mpaka sasa bado kabisa kuweza kufichuliwa. Familia ikiendelea kudai na kutaja kuwa ni vema wajuze na kuwapa moyo, kuambia kiwazi kinaga ubaga ikiwa yupo au tayari amepoteza maisha. Mpaka sasa habari tulizokuwa nazo zinadhibitisha kuwa kabisa Bernard Byamungu Maheshe tayari amefariki. Na tukirudia tena hapa mjini Uvira yaazimisha miaka 6 tangu kutokee ajali ambayo iliyosababisha watu kufariki na nyumba nyingi kuweza kuteketea pale Mulongwe, iliyotokea tariki 17 mwezi wa 4 mwaka 2020. Tukio hilo ambalo kabisa bado linabaki kumbukumbu katika mioyo ya wakaaji wa Uvira, ambayo kabisa kila tariki 17 mwezi wa 4 ya kila mwaka tukio hilo inakuwa ni kumbukumbu ambayo inakumbushwa na pia kuweza kurejesha mioyo ya wakaazi wa Uvira ambao waliweza kupoteza wengi wao, watoto, wa mama, pia wa baba, pia vitu vingi kadhaa ambavyo vilivyoweza kupelekwa na mtu huyo Mulongwe. Katika siku hiyo ya kumbukumbu tunatoa heshima kwa wasirika wote, tunatoa pole kwa familia zilizopoteza wakwao, tunapongeza ujasiri wa walionusurika kutokana na hali hiyo ambayo iliyotokea katika mji wetu na tarafa la Uvira. Na moja kwa moja tujielekeze huko tarafani Fizi, ambapo tuzungumzie kuhusu vizuizi ambavyo vinavyowekwa kabisa kwenye barabara nambari 5. Vizuizi ambavyo vinavyowekwa kwenye nambari 5 kutoka tarafani Fizi kujielekeza huko Misisi. Habari hii ikiwa ni ya uhakika pia yenye kudhibitishwa kwamba raia wanaopitia barabara hiyo kutoka Baraka kwenda Misisi wanakumbwa na changamoto kadhaa. Habari hii ambayo tuliyoikusanya inadai kuwa vizuizi hivyo vinawekwa na wazalendo pamoja na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo kila leo linaendelea kuleta hofu, wakati kila mpita njia anatozwa 1,000 ya makongomani au 2,000, jambo ambalo linaendelea kuleta hofu kwa wakaazi wanaopitia barabara hiyo. Zaidi ya vizuizi 6 viko kutoka Baraka hadi Misisi, ambapo kila leo wanakuwa wanalazimishwa kutoa fedha ili kuweza kupita maeneo hayo, hasa kwa wale ambao wanaotoka Misisi kujielekeza Uvira, kutoka Uvira kujielekeza maeneo ya Misisi. Waomba kwa vyombo vya mamlaka kuingilia kati ili kukomesha hali hiyo na kurejesha amani ya kudumu maeneo yote, ili raia wapate nafasi ya kuweza kupitia bila hata matatizo yoyote. Tulijaribu kuzungumza na kiongozi wa tarafa la Fizi, Bwana Sami Kalonji, ambaye hatukubahatika kumpata kupitia njia yetu ya simu, lakini tuna imani kwamba katika taarifa zetu zijazo tutapata nafasi ya kuzungumza naye kujia na habari zenye kuwa za uhakika kupitia vizuizi hivyo ambavyo vinavyopatikana katika tarafa la Fizi. Na tuzungumzie kuhusu habari za huko maeneo ya Minembwe, ambapo kila leo usalama unaendelea kuzorota na kila leo kabisa raia wengi wakiendelea kuomba serikali kuingilia kati ili kukomesha kabisa hali hiyo ambayo inayopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita hivyo ambavyo kila leo vinaendelea kuripotiwa, wakiomba kabisa kwa serikali kufanya liwezekanalo kudhibiti kijiji cha Minembwe, kwa sababu kwa sasa kimekuwa ni taharuki kwa wakaazi wa maeneo hayo, ambao wengi wao wakitaja kuwa kunakosekana na bidhaa kadhaa, pia raia wakiishi katika hali ya mateso. Raia ambao wanaopatikana Minembwe hawana tena njia ya kupitia kwenda kurangua vitu kadhaa sehemu mbalimbali ambapo jeshi la taifa inalomiliki, hasa huko maeneo ya Pwenzero, Kalingi na nafasi zingine. Lakini kwa sasa wakiwa katikati na wakiomba kabisa msaada kutoka kwa serikali, kwa sababu raia wengi kabisa wameanza kusumbuka. Kuna kikao ambacho kilichofanyika na baraza la komunote wa Nyamulenge huko maeneo ya Minembwe, wakiomba kabisa vijana wao kuweka silaha chini ili kuhakikisha kuwa waweze kuacha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweze kuingia Minembwe, ili kuacha raia waache kusumbuka na njaa, kwa sababu kwa sasa wako katika hali ya hofu na pia hali ya wasiwasi katika maeneo ya huko Minembwe. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari, kutokana na ukosefu wa rasilimali watu kwa ajili ya kuendeleza mapigano uwanja baada ya kupata hasara kubwa kwenye vita dhidi ya wapiganaji wa Zalendo na jeshi la FARDC, waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wao Twigwaneho wanadaiwa kupoteza wanajeshi wengi katika safu zao. Kwa sasa wanaripotiwa
kujihusisha na uandikishaji wa lazima wa watoto katika maeneo ya nyanja za juu, Fizi na huko Mwenga, wakitumia hasira kubwa wakilazimisha watoto kuweza kujiingiza katika jeshi, jambo ambalo linaendelea kupigwa marufuku kabisa kuhusu hali hiyo, na kuomba serikali kuingilia kati ili kukomesha hali hiyo. Vijana katika mji wa Uvira nao pia walipata nafasi ya kukutanana kupitia kongamano ambalo lilofanyika kwenye Space ya Orange, ambapo walipata nafasi ya kuzungumzia vijana kuacha pombe za kulewa ili kuungana kwa pamoja na kushirikiana kufanya kazi kwa pamoja, kujiunga na wazalendo pia kwa wanajeshi ili kupigania ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikao hicho ambacho kilichoandaliwa na baraza la vijana jimboni Kivu Kusini, ambalo lilipata nafasi ya kukutanisha vijana wengi kabisa hiyo tariki 17, ambapo walipata nafasi ya kuzungumza na vijana wengi wa mji wa Uvira na kuonesha umuhimu wa kijana, pia namna gani vijana wanatakiwa kujipanga kupitia hali inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.